Hello, mambo vipi? Hii ni Mwana TV. Nikukaribisha sana katika simulizi nzuri kabisa, simulizi ya maisha ya Karina. Vumilia, yatapita. Katika simulizi hii tunazungumzia maisha ya Karina, binti ambaye alipoteza wazazi wake na kuishi kuwa yatima. Licha ya hivyo, alipitia mateso na manyanyasiko kwa watu waliomzunguka, watu wake wa karibu ambao yeye aliishi nao kwa wema, lakini watu hao hawakuweza kuonesha wema hata kidogo katika maisha yake, bali walimfanyia mabaya ili mradi apotee katika maisha. Nikusihi uendelee kufuatilia simulizi hii nzuri ambayo itakufunza mambo mengi katika maisha. Kama kweli unapitia maisha magumu, basi nikwambie tu, vumilia, iko siku yatapita. Naam, karibu katika sehemu ya kwanza. We Kali, mbona unakuwa hivyo jamani? Nisubiri basi, kuna kitu nataka nikwambie, alisema Franco kumwambia Karina ambaye alikuwa anatembea kwa mwendo wa haraka kutokea dukani kuelekea nyumbani kwao. Franco alizidi kumwita msichana huyo mlembo aitwaye Karina, lakini Karina aliendelea tu na shughuli zake. Franco akaona bora akimbie amwahi Karina. Basi dakika chache zilimtosha kumkamata msichana mlembo wa kidato cha pili aitwaye Karina. Akamshika mkono kwa nguvu ili kuzungumza naye. Kari, mbona unanifanyia hivyo? Nikubalie basi mwenzako. Nimesema staki. Mbona uelewi wewe? Kwanza hivyo hujui mimi kama ni mwanafunzi? Najua, lakini nipe tu nafasi. Mbona wengine wanasoma na wako kuna mahusiano? Kama wana mahusiano ni wao, usifananishe na mimi. Sifanani nao hata kidogo. Nataka nitimize malengo yangu, usinisumbue. Kwanza niachie mkono wangu niende kabla sija kuitia mwizi. Wakati wanaendelea na majibizano, ghafla kuna gari ikawa inapita karibu yao, aina ya Alphard nyeusi. Ilipofika pale walipo, ilipunguza mwendo kisha ikaendelea na safari. Karina baada ya kuona hii gari haraka alichomoa mkono wake katika mikono ya huyo kijana alikuwa amemshika. Baada ya kujinasua haraka aliwahi nyumbani kwao. Yule kijana naye kwa unyonge akarejea kijiweni kuendelea na shughuli zake za usafirishaji, maana alikuwa ni bodaboda. Upande wa Karina naye tayari alishafika nyumbani, lakini alikuwa na wasiwasi mkubwa mno. Baada ya kuingia ndani ya nyumba yao, mambo yalimwia magumu kwa upande wake. Kipigo kilifuata mwilini mwake kwa kosa la kuchelewa nyumbani baada ya kutumwa dukani muda mrefu tu. Karina alijaribu kuomba sana msamaha, lakini wapi, haukutosha kusamehewa. Shangazi, naomba unisamehe, sitarudia tena, nakuahidi shangazi. Karina aliendelea kulalama akihitaji msaada kutoka kwa shangazi yake. Mpuzi wewe, yaani muda wote nakuagiza dukani unajichelewesha njiani na mabwana zako. Umeshaanza umala yako Sina kuuliza. Hapana shangazi, yeye ndo alinisimamisha. Nilimkatalia lakini hakusikia.
Karina na shangazi yake waliendelea kusemezana kuhusu tabia mbaya ya Karina, kuagizwa dukani kwa muda mrefu na kushindwa kurudi kwa wakati. Licha ya hivyo, shangazi yake wakati anatoka katika mizunguko yake alimwona amesimama na ule bodaboda. Hawezi kuamini, lile gari lilompita Karina pale njiani alipokuwa anaongea na yule jamaa lilikuwa ni gari la shangazi yake. Karina alijitetea sana, lakini shangazi yake hakuweza kumwelewa. Basi baada ya kipigo akaelekea jikoni aweze kuivisha chakula, kwa sababu siku hiyo shangazi yake alimtaarifu kuwa wana mgeni muhimu sana. Wakati Karina anafunga safari ya kuelekea jikoni, mawazo kibao yalikuwa yakitanda kichwani mwake. Akajikuta anajisemesha mwenyewe, mbona wazazi wangu wangekuwepo isingenikuta haya. Karina anararama kuhusu wazazi wake, sijui nini kiliwakuta. Ngoja tuendelee kusikiliza simulizi hii, tuone ni mkasa upi ambao umeyakumba maisha ya Karina. Basi Karina ikabidi aanze kupika, kuandaa chakula cha siku hiyo. Baada ya kumaliza mapishi, aliandaa chakula tayari kwa ajili ya kuliwa. Mgeni naye alikuwa amewasili. Baada ya wote kwa pamoja kuweza kujumuika kupata mlo wa usiku, Karina akaondoa vyombo kuvipeleka jikoni na kuviosha. Alipomaliza alirejea chumbani kwake, ndipo hapo akapata mawazo ya kuelekea bafuni kwenda kuoga. Huko nako akaimaliza safari njema, akarudi chumbani kwake na kuanza kuvaa. Alipomaliza kuvaa nguo na kujipaka manukato, akatoka chumbani humo akaelekea nje kidogo ya nyumba yao ili aweze kupunga upepo. Wakati Karina akiwa koridoni, alisikia sauti za watu wakizungumza kwa kunong'ona. Bila shaka zilikuwa ni sauti mbili, sauti ya shangazi na yule mgeni wa kiume aliwasili hapo nyumbani kwao. Naomba uwe mtulivu, usitumie nguvu hata kustukia. Leo ndio nafasi ya kuhakikisha tunatimiza tunalolihitaji. Sauti ya shangazi ilisikika ikisema hayo kutoka sebuleni walipokuwa wameketi yeye na mgeni wake. Kuhusu hilo wala usijali, kwa kiasi kikubwa mimi nahitaji ushirikiano wako kuweza kulitimiza hili. Karina aliyesikiliza mazungumzo hayo kwa muda kidogo, lakini hakutambua chochote kile ambacho kilikuwa kinazungumzwa. Ikabidi aendelee na shughuli zake. Ile anatoka tu mlangoni, shangazi yake akaanza kumpokea na kumwambia arudi ndani. Kwa unyonge, Karina hakuona jinsi, alirudi chumbani kwake kujipumzisha. Muda ukapita, masaa nayo yakazidi kusonga. Ilipotimu majira ya saa 3 usiku, Karina aliitwa na shangazi yake. Basi haraka ilimlazimu awai, licha ya kuwa alikuwa anajiandaa kulala. Karina, we Karina, abe, njoo haraka we mbuzi, ulikosa mkia. Haraka Karina aliwasili kumsikiliza shangazi yake. Nishafika shangazi. Haya,
naomba unisikilize kwa makini. Nenda pale sebuleni kwenye jokofu, chukua juisi umpelekee mgeni. Haya shangazi. Alafu nimwekee wapi? Hivi wewe unajizima data eh? Ese, ni matia sana maumivu makubwa juu ya msichana huyu aitwaye Karina. Tukutane katika sehemu inayofuata.